Unaweza kujiuliza silaha zinazotumiwa na makundi ya kijihadi katika Sahel zinatoka wapi? Hili ndilo swali ambalo ripoti iliyochapishwa siku ya Jumanne Aprili 29 na Conflict Armament Research CAR, mpango wa utafiti wa Ulaya unaofuatilia silaha zinazotumiwa katika migogoro duniani kote, unajaribu kujibu swali hili. Katika utafiti huu kuhusu Sahel ya kati, yani nchi ya Mali, Niger na Burkina Faso, watafiti wamehitimisha kwamba silaha zinazotumiwa na JNIM, yani kundi linalodai kuunga mkono Uislamu na Waislamu, linalohusishwa na Al-Qaeda au na dola ya Kiislamu katika Sahel, zinatokana hasa na uporaji kutoka kwa majeshi ya kitaifa ya eneo hilo. Angalau silaha moja kati ya 5, 20% ya silaha za jeshi la wanajihadi inatoka kwa majeshi ya silaha ama serikali katika eneo la Sahel. Zilikusanyika wakati wa mashambulizi dhidi ya vikosi vya Mali, Niger na Burkina Faso, lakini mpango wa Conflict Armament Research CAR pia umebainisha silaha zinazotoka kwa vikosi vya Cote d'Ivoire, Liberia, Libya, Niger na Chad. Uporaji huyu unajumuisha, kulingana na watafiti, chanzo kikuu cha usambazaji kwa makundi ya kijihadi ambayo hata yamefanya hili kipengele muhimu cha mkakati wao wa pande mbili kukabiliana kijeshi na mamlaka ya serikali na kupata silaha zinazohitajika kutekeleza shughuli zao. Hii inathibitishwa na propaganda ya JNIM ambayo mara kwa mara hurusha video zinazoonyesha nyara zake za vita. Wanajihadi wanapata silaha kutoka ndani ya nchi. Zaidi ya silaha 700 zilizopatikana wakati wa operesheni za kupambana na ugaidi kati ya mwaka 2015 na mwaka 2023 zilichunguzwa. Bunduki za kawaida, silaha za kivita, silaha za kurusha maguruneti, makombora. Uchunguzi unahitimisha kwamba makundi ya kijihadi yanapata silaha hizi hasa ndani ya nchi. Silaha chache za hivi karibuni walizonazo zilipatikana hasa, ikiwa sio pekee, kupitia mashambulizi dhidi ya vikosi vya nchi za serikali ya kati, yani Mali, Niger na Burkina Faso. Watafiti wanaeleza ambao wanadai kuwa hawakupata ushahidi wowote wa kutosha wa kuwepo kwa silaha za moja kwa moja kutoka nje ya Sahel ya kati, wala hakuna uhusiano wa kimfumo na makundi yanayoendesha harakati zao nje ya eneo hilo, Al-Qaeda na dola la Kiislamu, lakini pia nadharia za njama zinazoenea kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinadai kwamba wanajihadi wanapata silaha kutoka nchi zenye nguvu ambazo ni adui wa nchi hizo, yani Mali, Niger na Burkina Faso, ikianziwa na Ufaransa.